السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur anasema leo nitaeleza kuhusu sahaba mbalimbali wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa ni Hazrat Abdullah bin Jahsh. Mama yake aitwaye Umama binti Abdul Muttalib aliyekuwa shangazi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa shemeji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Dar Arqam aliwahi kusilimu. Dar Arqam ni nyumba au ni makao makuu ambapo ilikuwa nyumba ya Arqam bin Arqam. Alikuwa Muislamu mpya, na katika nyumba hii Waislamu walikuwa wakijumuika na walikuwa wakijifunza mafundisho ya Islam na walikuwa wakifanya ibada kwa kuwa pamoja. Na nyumba hii ilikuwa ikiitwa Darussalam kwa miaka mitatu. Katika Maka iliwahi kuwa makao makuu. Waislamu walikuwa wakifanya ibada hapo, na wakati Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu aliposilimu, baada ya siku ile Waislamu wakaanza kutoka nje na walikuwa hawafanyi ibada kwa kujificha. Hazrat Umar alikuwa aliyesilimu katika nyumba hii, na yeye alikuwa mtu wa mwisho ambaye alisilimu katika nyumba hii ya Dar Arqam. Kabla ya kuwa makao makuu nyumba hii, Hazrat Abdullah bin Jahsh aliwahi kuwa Muislamu. Na washirikina walikuwa wakimsumbua Hazrat Abdullah na familia yake. Hazrat Abu Ahmad na Abdullah walikuwa ndugu wa Abdullah na dada Zainab bin Jahsh. Habiba na pamoja na dada mwingine alihama
na alihamia Habsha. Ndugu yake aitwaye Ubaidullah baada ya kwenda Habsha alikuwa Mkristo, na katika hali hii ya Mkristo alifariki. Mke wake Hazrat Habiba binti Abi Sufyan bado alikuwa katika nchi ya Habsha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga ndoa naye. Hazrat Abdullah bin Jahash kabla ya kuhamia Madina alikuja Makka. Hapo pamoja na watu wa kabila lake alihama kutoka Makka na akahamia Madina, na mtaa ambapo alikuwa akiishi watu wote wa kule walihama na nyumba zote zilifungwa kule. Hazur anasema hali hii inaendelea kupatikana katika Pakistan, mahali ambapo wanajumuiya walikuwa wakiishi wamehama. Ibn Ishaq anasema wakati Banu Jahash walipohama kutoka Makka, Abu Sufyan bin Harb aliuza nyumba yao. Wakati habari hii ilipofika huko Madina, Hazrat Abdullah bin Jahash alipopata taarifa hii alimwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam habari hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Abdullah, je, wewe si radhi kutoka katika kitu hiki kwamba Mwenyezi Mungu badala ya nyumba hii Mungu akupatie pepo au mahala pazuri kwa peponi? Abdullah akasema, ndio, mimi napenda nipate mahala pazuri huko peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi wewe umepata mahala ile huko peponi, yani badala ya nyumba hii ulioacha wewe utapata mahala pazuri huko peponi, usiwe na wasiwasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hazrat Abdullah bin Jahash katika Nakhla kwa kuwa kiongozi wa Waislamu kadhaa. Habari yake inapatikana hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipomaliza swala ya Isha akamwambia Hazrat Abdullah bin Jahash radhiyallahu ta'ala anhu kwamba kesho asubuhi uje na silaha zako zote, nataka nikutume mahala fulani. Kwa wakati Mtume sasa alipomaliza swala ya alfajiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkuta Abdullah bin Jahash anasubiri pamoja na silaha zake mbele ya nyumba yake, na Mtume sasa akamwita Ubay bin Kahab na akamwambia andike barua. Wakati barua ilipoandikwa, Hazrat Abdullah bin Jahash akaitwa na akapewa barua hii, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi na kuteua kuwa kiongozi wa kundi hili linalotumwa. Inapatikana katika historia hivi kwamba kwanza Mtume sasa alimteua Hazrat Abdullah bin Haris, lakini wakati yeye alipokuwa tayari kuondoka safarini, watoto wake wakaja wakamjia Mtume sasa wakaanza kulia. Kwa hiyo Mtume sasa akamteua Hazrat Abdullah bin Jahash kwa kuwa kiongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Hazrat Abdullah bin Jahash alimpatia lakabu ya Amirul Mu'minin. Hivi Abdullah bin Jahash alikuwa sahaba wa kwanza ambaye katika dhama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitwa kwa lakabu ya Amirul Mu'minin. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, aya yasalunaka anisharil harame,
katika tafsiri ya aya hii anaeleza tukio hili katika maneno haya: Mtume saa salam alipohamia Madina, hata baada ya kuhamia kwake, ghadhabu ya makafiri haikupungua, bali wakaanza kuwatishia watu Madina. Wakasema, kwa sababu nyinyi mumepatia ulinzi watu wetu, kwa hivyo nyinyi mnapewa njia mbili. Ya kwanza ni kwamba muwaue hawa wote au muwafukuze katika mji. Pengine sisi tunasema kwa kula kiapo kwamba tutashambulia Madina na tutawaua na tutachukua wake zenu, na wao wakatayarisha kushambulia Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku zile alikuwa hali ya aina hii kwamba alikuwa anakesha, alikuwa halali. Hivyo ndiyo masahaba pia walikuwa wakiweka silaha zao karibu nao ili isije katokea maadui washambulie usiku. Katika hali hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ahadi na makabila yalikuwa yakiishi karibu na Madina kwamba ikiwa hali hii inatokea kwamba maadui wanashambulia, wao watasaidia Waislamu. Na ya pili ni kwamba Mtume sasa alipopata taarifa hii, Makuraish wanatayarisha kwa ajili ya kushambulia, tarehe 2 ya Hijri, Mtume sasa alimtuma Abdullah bin Jahash na alimtuma Nakhla na alimpatia barua na alimwambia ufungue barua hii baada ya siku 2. Hata Abdullah bin Jahash akafungua barua hii baada ya siku 2. Ndani yake iliandikwa, ukae katika Nakhla na upate taarifa ya hali ya watu wa Makuraish ambao wanafanya maandalizi ya kushambulia. Na kundi moja la Quraish ikapita karibu na Nakhla. Hayat Abdullah bin Jahash akawashambulia. Amr bin al-Hazmi kwa sababu ya shambulio hili akauawa, na vile vile Waislamu wakachukua mali yao. Yeye aliporudi Madina na alipoeleza tukio hili, Mtume sasem alikasirika kwa kusikia tukio hili na akasema, mimi sikuwaruhusu mupigane na mimi. Na Mtume sasem akakataa kupokea ile mahali ya Makureshi. Ibn Jarir ameandika kwa kupitia riwaya ya Ibn Abbas kwamba Abdullah bin Jahash na marafiki zake walikosea. Kwa sababu ya hii wao walidhani kwamba Rajab bado haijaanza, ilhali Rajab ilikuwa imeshaanza. Walikuwa wakidhani kwamba ni tarehe 30 ya Jamadi Usani na mwezi wa Rajab bado haujaanza. Amr bin Hazmi alipouawa na Waislamu, kwa sababu ya hii washirikina wakaanza kupiga kelele na wakaanza kusema kwamba hata Waislamu hawajali kuhusu miezi watakatifu, na katika miezi hii walikuwa hawapigani. Mwenyezi Mungu anasema bila shaka kupigana katika miezi hii si sahihi na ni dhambi, lakini kitu cha kuchukiza ni hii kwamba watu wazuiliwe katika ibada ya Mwenyezi Mungu na umoja wa Mwenyezi Mungu ukatazwe. Na wenyeji wake kwa sababu ya hii kwamba wanamwamini Mwenyezi Mungu walifukuzwa katika nyumba zao. Nyinyi mumeanza kujali kitu kimoja tu, lakini hamkujali dhuluma mnayofanya. Na nyinyi kwa kumkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kuwafukuza wenyeji wa pale, nyinyi mpia mmefanya kitendo kibaya sana. Wakati nyinyi wenyewe mshawahi kufanya kitendo hiki, namna gani mnaweza kuwalaumu Waislamu kwamba wao wamepigana katika mwezi mtakatifu? Wao walikosea, walikuwa hawajui,
lakini nyinyi mnajua kila kitu, lakini kwa kuwa na hali hii, licha ya kuwa na hali hiyo, mnaendelea kuwadhulumu waislamu. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb anaandika tafsiri ya hadithi moja, na katika tafsiri yake anaandika kuhusu Hazrat Abdullah bin Jahash kwamba matukio yanathibitisha kwamba kundi lililotumwa, kundi lile lilipata ufaulu, na kwa kuwapitia wale watu wawili waliokamatwa walipata taarifa ya maandalizi ya Makureshi, na yule mtu aliyeuawa alikufa kwa bahati mbaya. Na lengo la kutuma kundi hili lilikuwa hili kwamba habari na taarifa iletwe kuhusu kundi linaloongozwa na Abu Sufyan, ili ijulikane kwamba wao wanafanya maandalizi ya aina gani, na wao walipewa jukumu hili. Kwa hiyo wao wakakamata watu kadhaa ili waweze kupata taarifa ya maandalizi ya vita ya Makureshi. Wao walichukua mali ya makafiri, na wao waliona kwamba hii inatosha. Hazrat Abdullah bin Jahash alikuwa sahaba mwenye heshima sana. Mtume saa salam alimchagua yeye kwa ajili ya kuleta siri. Wakati Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipopata taarifa kuhusu maandalizi ya makafiri kuhusu vita, Mtume saa salam pia akaanza kufanya maandalizi ya vita, na Mtume saa salam aliendelea kufanya maandalizi kwa siri siri. Katika maghazi riwaya ya aina hii inapatikana, yani katika riwaya ya vita habari hii inapatikana. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimkashirikia Abdullah bin Jahash na marafiki zake, lakini Mtume saa salam aliwakashirikia kwamba kwa sababu ya kitendo chao ilitokea hali ilikuwa hatari kwamba fitna itapatikana. Lakini inaonekana kwamba kitendo hiki kilitokea sawa na idhini ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa Abdullah bin Jahash asingetumwa na yote aliyofanya isingetokea, na kundi lile lingefika Maka bila kuwa na hatari, basi makafiri wangepata maandalizi makubwa zaidi kwa ajili ya kuwashambulia Waislamu, na ingekuwa ngumu kwa ajili ya masahaba kupigana na makafiri. Lakini kwa sababu ya tukio la Hazrat Abdullah bin Jahash, wale viongozi wa Quraysh ambao walikuwa na kibri sana wakapata ghadhabu sana, hasira sana, na kwa hiyo kwa haraka wakakusanya watu takriban 1,000, na kwa dhana hii walifika Badar kwamba wanaweza kuangamiza Waislamu, lakini walikuwa hawajui kwamba wao watauawa pale. Vile vile ikiwa maswahaba wa Mtume sallam wangejua kwamba wanaenda kupigana na watu ambao wamekuja na silaha, labda wangekuwa na wasiwasi. Lakini kwa sababu ya tukio hili la Abdullah bin Jahash lilisaidia. Katika historia imeandikwa kwamba Abdullah bin Jahash alikuwa hajali dunia, alikuwa anatanguliza mapenzi ya Mungu, na Mtume swalla sallam alikuwa akifanya hamu hii mara kwa mara kwamba auawe katika njia ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu alitimiza matamanio yake.
namna gani dua ya Abdullah bin Jahash ilikuwa inapokelewa, na kabla ya kuwawa kwake alifanya dua iliyopokelewa. Kuhusu hii kuna tukio. Saad bin Waqas anasimulia kwa kupitia baba yake kwamba Abdullah bin Jahash alimwambia baba yangu siku ya vita ya Uhud kwamba njoo tufanyie maombi. Kwa hiyo wote wakaenda pembeni, na Abdullah akafanya dua, e Mola, kesho nikipambana na makafiri, basi wewe unisaidie niwashambulie kwa kasi na kwa nguvu sana, na mimi ni waue makafiri na nichukue salaha. Abdullah bin Jahash akafanya dua hii, e Mola wangu, kesho unipatie mtu ambaye awe mkali katika kushambulia, na mimi nipigane naye kwa ajili ya heshima yako. Yeye aniue na yeye akate pua na masikio yangu. Wakati nitakapokuja kwako wewe uniulize, ewe Abdullah, katika njia gani pua na masikio yake yamekatwa, niseme kwa ajili yako na kwa ajili ya mtume wako mimi nimeuawa, na wewe unijibu kwa kusema kwamba ndio unasema kweli. Hadrat Saad anasema dua ya Abdullah bin Jahash ilikuwa nzuri zaidi, na mimi niliona kwamba siku ya mwisho nilikuta kwamba pua lake na masikio yake yalikuwa yamekatwa baada ya kuuawa kwake. Kwa hiyo dua yake ilipokelewa hivi. Makafiri walikuwa wakifanya hivi baada ya kuwaua Waislamu, na siku hizi Huzur anasema Waislamu pia wanafanya vitendo vya aina hii. Hazrat Amr bin Hantab anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ambamo alitoka kwa ajili ya vita ya Uhud. Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu itwayo Shekhen akalala usiku. Hazrat Umme Salama akaleta nyama na Mtume sasa akala. Vile vile akaleta maji tamu. Alileta chakula kingine kiitwacho nabis. Kisha mtu mwingine akanywa katika bakuli, na baadaye Abdullah bin Jahash akanywa baadaye katika bakuli ile. Na mtu mwingine akasema, wewe unipatie tafadhali kidogo, unajua kesho utaenda wapi? Abdullah bin Jahash kwa kusikia neno lake akasema, ndio, mimi najua kesho naenda wapi. Yani mimi naenda kupigana na makafiri. Mimi nataka nikutane na Mwenyezi Mungu katika hali kwamba mimi nimeshiba, badala ya hali hii kwamba mimi nikutane naye katika hali ya kuwa na kiu sana. Yani maswahaba walikuwa wanatayarisha kwa ajili ya kukutana na Mwenyezi Mungu. Hazrat Abdullah bin Jahash na Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib walizikwa katika kaburi moja. Hazrat Hamza alikuwa katika jamaa wa Hazrat Abdullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuwa wali wa mali ya Hazrat Hamza radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Abdullah bin Jahash alikuwa mtu wa kutoa ushauri mzuri sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Badri, vita ya Badri, alichukua ushauri kutoka kwa watu mbalimbali, na Hazrat Abdullah bin Jahash alikuwa mmoja wao ambaye alitoa ushauri wake. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza tukio la dada wa Hazrat Abdullah bin Jahash wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi katika vita ya Uhud. Muslim Maud ameandika hivi, katika vita ya Uhud sisi tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani alionyesha ushujaa wa hali ya juu na hulka njema, na aliwahurumia watu. Kwa kuona hali ya vita hii inaonekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hulka ya hali ya juu.
katika vita hii sisi tunaona namna gani maswahaba walijitolea. Anasema mimi naeleza kuhusu hali wakati mtume sasa baada ya vita alikuwa anarudi Madina. Wanawake wa Madina ambao walipata taarifa ya kuuawa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikosa utulivu, lakini baadaye kwa kupata taarifa mtume sasa anarudi walikuwa natoka nje kwa ajili ya kumkaribisha. Zainab bint Jahash pia alikuwa miongoni wa wanawake wengine. Jamaa zake wa karibu 3 waliuawa katika vita ya Uhud. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona Zainab akamwambia kwamba uhuzunike kwa sababu ya wafu jamaa zako ambao wamefariki. Maana yake ni hii kwamba na kupatia taarifa kwamba jamaa yako amefariki. Zainab bint Jahash akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi sina wasiwasi kuhusu jamaa yangu. Akasema kwamba mjomba wako amefariki. Zainab akasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Mwenyezi Mungu apandishe madaraja yake. Baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kuna jamaa yako mwingine amefariki. Zainab akasema, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani ambaye amefariki? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ndugu yako Abdullah bin Jahash pia amefariki. Zainab akasema tena, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akasema alhamdulillah, yeye amefariki kifo chenye heshima sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuna jamaa yako mwingine ambaye amefariki? Yeye akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni nani huyo ambaye amefariki? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, akasema mume wako pia ameuawa katika vita. Kwa kusikia hii Zainab akaanza kulia na akasema, mimi nahuzunika kwa kuona hali hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwanamke anampenda sana mume wake. Wakati nilipomwambia Zainab mjomba wake ameuawa, akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nilipomwambia ndugu yako ameuawa, yeye akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini wakati mimi nilipomwambia mume wako ameuawa, yeye akasema mimi nasikitika au mimi nahuzunika, na yeye akaanza kulia. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, katika hali hii jamaa wa karibu wanakumbuka, lakini mume ambaye anampenda yeye anakumbuka katika hali hii. Kisha baadaye mtume akamuuliza Zainab kwamba kwa kusikia taarifa ya kuuawa kwa mume wako, kwa nini ulisema haya afsos, yani nasikitika? Akasema, mimi nianza kukumbuka vijana wake, nani atawalea, nani atawaangalia. Hazur anasema kwamba ikiwa mume anampenda mke, basi mke pia anamkumbuka. Lakini yule Zainab alikuwa na wasiwasi kuhusu watoto wake. Hazur anasema katika tukio hili kuna funzo kwa ajili ya wanaume na wanawake, kwamba wanaume wanatakiwa wawe wenye kupenda wake zao, na wake zao wawe wenye kupenda watoto wa waume zao. Na kwa ajili ya kupata hali hii, mke na mume wanatakiwa watimize haki za kila moja. Lakini nasikitika, napata malalamiko sana kuhusu hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye akamwambia Zainab, namuomba Mwenyezi Mungu akupatie mtu mwingine ambaye atawalea watoto vizuri zaidi kuliko Abdullah bin Jahash. Ilikuwa dua hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Zainab aliolewa na Hadrat Talha, na mtoto mmoja alizaliwa kutoka kwake aitwaye Muhammad. Lakini Talha alikuwa hampendi mtoto wake Muhammad kama alikuwa akiwapenda watoto wa Abdullah bin Jahash, na watu walikuwa wakisema kwamba hakuna mwingine ambaye anaweza kuwalea watoto kama Talha anawalea. Na hii ilikuwa athari ya maombi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sahaba mwingine ni Hadrat Kaab bin Zaid.
jina lake ni Kaab bin Zaid bin Qais bin Malik. alikuwa katika kabila Najar. Hadrat Kaab radhiallahu taala anhu alienda katika vita ya Badri na aliuawa katika vita ya Khandak. Umayya bin Rabia alimpiga mkuki, kwa sababu ya hii aliuawa. Alienda Beri Mauna ambapo wenzake wote waliuawa isipokuwa yeye peke yake alisalimika. Bere Mauna ni mahali ambapo Mtume saa salam alituma maswahaba zake 70 kwa sababu ya ombi la kabila fulani, na maswahaba wote walikuwa wamehifadhi Qur'ani tukufu, lakini wale watu wakawaua maswahaba hawa kwa udanganyifu waliwaua maswahaba hawa. Lakini Hadrat Kaab alipanda juu ya mlima, lakini wale makafiri walimshambulia na alipata majeraha, na wao wa makafiri wakawalidhani kwamba amefariki, lakini yeye bado alikuwa hai. Kwa hiyo baadaye alipona, na baada ya kupona alifika Madina. Ni yeye peke yake alibaki katika wale maswahaba ambao waliuawa pale. Na saba ya tatu ni Hadrat Saleh Shukran. Jina lake lilikuwa Swale na lakabu ilikuwa Shukran, na kwa sababu ya lakabu hii alikuwa anajulikana. Hadrat Saleh Shukran alikuwa mtumwa wa Abdullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchagua kwa ajili ya huduma zake na alimnunua kutoka kwa kiongozi wake, lakini kiongozi Hadrat Abdurrahman bin Auf alimpatia Mtume sasa bila malipo yoyote. Hadrat Saleh Shukran alikuwa katika vita ya Badri, alikuwa mtumwa wa Hadrat Abdurrahman bin Auf. Kwa Mtume sallam hakuweka sehemu yake katika vita ile. Mtume sallam alimteua Saleh Shukran kiongozi juu ya wale wafungwa. Wale wafungwa walikuwa walimpatia ujira kwa sababu ya ulinzi. Yeye hakupata sehemu yoyote katika faida ya vita ya Badri, lakini yeye alipata zaidi malipo katika mali ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha uhuru. Hadrat Jafar anasema Hadrat Shukran alikuwa miongoni wa ahli sufa, yani alikuwa miongoni wa wale maswahaba ambao walikuwa wakikaa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Shukran alipata bahati hii kwamba alimosha maiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na alishiriki maziko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Shukran Mtume sallallahu alaihi wasallam maiti yake ulioshwa katika kanzu yake, na maswahaba mbalimbali walimuosha, na maswahaba kadhaa waliingia kaburini. Hadrat Shukran anasema, wallahi mimi niliweka shuka kaburini chini ya maiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile shuka ni ile ambayo Mtume sallallahu alikuwa akitumia. Hadrat Shukran alikuwa anaeleza kwamba mimi sikupenda kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atumie shuka lile, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi mwenyewe alikuwa akitumia shuka ile. Wakati wa vita ya Muresi, mali aliyopata Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kabila la Muresi,
hadrat mtume sasam alimteua shukran kwa kuwa kiongozi wa mali hii yote. hadrat umar alimtuma mtoto wake hadrat abdurrahman upande wa abu musa ashari na akamwandikia, natuma mtoto wa mtuma wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe umtendee kwa kuangalia na kwa kuzingatia heshima ya baba yake. yaani mtume saa salam alimwacha huru yule mtumwa. hata watoto wa hawa watumwa pia baadaye walikuwa heshima sana katika islam. kuna riwaya moja, hadhrat shukran raziallahu taala anhu alianza kuishi madina na alikuwa na nyumba moja katika basra. wakati wa hadrat umar raziallahu taala anhu alifariki. sahaba mingine ni hadrat malik bin josham, alikuwa katika kabila khizraj. alikuwa na binti mmoja alikuwa naitwa roya. watu maulama wanahitilafiana kwamba yeye aliwawa katika bati ukba au la, lakini kwa wewe yote maulama wanaendelea kuhitilafiana. hadrat malik bin dosham katika badar, uhud na khandak na katika vita mwingine mtume alienda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. suhail bin amr alikuwa kiongozi wa makuresh, yeye alishiriki katika vita ya badri upande wa makafiri. malik bin dosham alimkamata katika vita. katika riwaya inapatikana amr bin saad kwa kumpitia baba yake saad bin abi wakas anasema, siku ya vita ya badri nilimpiga mkuki malik. Hazrat malik alikuwa alimkamata yule mtu ambaye nilimpiga. kwa hiyo mimi nikamwambia huyu ni mtumwa wangu, lakini yeye akasema kwamba hapana, huyu ni mali yangu. lakini mtume saa salam wote wawili walipomjia mtume saa salam, mtume saa salam akamchukua suhail baadaye yule suhail alipotoroka, basi mtume sasema akasema yeyote akimwona suhail basi yeye auawe, kwa sababu yeye alikamatwa katika vita. lakini suhail bin umar yeye mtume saa salam alimpata suhail bin umar mwenyewe. mtume saa salam alipomkuta yeye hakumua. labda saba mengine angempata angemua, lakini kwa sababu mtume saa salam alimpata, kwa hiyo mtume saa salam hakumua. huu ni mfano mzuri wa mtume sallallahu alaihi wasallam dhidi ya wale wadhalimu wanaosema mtume saa salam aliwaua watu. hata yule ambaye mtume saa salam aliwahi kusema kwamba yeye auawe, lakini mtume sasa mwenyewe alipomkuta yeye hakumua. katika riwaya moja inapatikana suhail alipatikana katika chini ya mti moja, na yeye alipopatikana tena alikamatwa. katika sahihi bukhari kuna riwaya
sahaba moja wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ansari, alishiriki katika Badri. yeye alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya Rasulullah, mimi sioni vizuri, mimi naongoza swala. Wakati mvua inaponyesha kuna mto katikati ya nyumba na msikiti, na kwa sababu ya mfuriko mimi siwezi kuja msikitini na siwezi kuongoza swala. Mimi nataka wewe uje nyumbani kwangu na uswali swala katika nyumba yangu, na ile mahali ambapo utaswali nitafanya ile sehemu kuwa msikiti. Mtume sasema akasema, mimi nitakuja inshallah. Na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu asubuhi walikuja katika nyumba yangu, na mtume sasema akapiga hodi, mimi nikamruhusu aingie. Mtume sallam alipoingia nyumba yangu, yeye hakukaa bali akasema, nionyeshe mahali ambapo unataka mimi ni swali swala. Anasema mimi nikasema, mtume sallam, hapa nataka uswali swala, yani katika sehemu moja ya nyumba. Nikasema hapa nataka uswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama pale kwa ajili ya swala na akaswali swala, na akasema Allahu akbar. Sisi pia tukasimama nyuma yake. Mtume sasema akaswali raka 2 na baadaye akasema salam, na sisi tulimkaribisha kwa ajili ya chakula. Tukamkaribisha mtume sallam yeye asiende bila kula chakula. Rawi anasema kwamba watu wengine pia wakaja pale. Walipokuwa pale, miongoni mwa watu mmoja akasema, Malik bin Dosham niko wapi? Mmoja wao akasema, yeye ni mnafiki, yeye hampendi Mungu na mtume sallam. Yeye kwa sababu labda hakuja pale, wao walisema maneno haya. Mtume sallam kwa kusikia hii akasema, msiseme hivi, yeye ni mnafiki. Je, nyinyi hamuoni kwamba yeye alisema la ilaha illallah? Yeye anataka ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Yule aliyesema maneno haya akasema, Mungu na mtume wake wanajua zaidi, lakini sisi tunaona yeye anaungana na wanafiki sana. Hazur anasema labda huyu alikuwa anataka kuwahubiri wale wanafiki ili waje karibu na Islam, ndio maana alikuwa anawahurumia, na kwa sababu ya hii watu wengine walidhani yeye anakuwa karibu na wanafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bila shaka Mungu ameharamisha moto juu ya yule mtu anayesema la ilaha illallah, lakini sharti ni kwamba anataka ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba hili ni jibu kwa ajili ya wale watu ambao wanatoa fatwa ya ukafiri, hasusan wanaoleta fatwa dhidi ya wanajumuiya na wanadhulumu wanajumuiya. Kwa sababu ya fatwa ya Waislamu hawa maulama, hali na amani ya nchi za Islamu imeharibika. Katika Pakistan kuna chama moja kitwacho Labaik ya Rasulullah, wanasema Labaik ya Rasulullah kwamba mtume sallam alisema hivi, kwamba yule anayesema la ilaha illallah, yani mtume sallam alisema kwamba alisema la ilaha illallah, Mungu ameharamisha moto juu yake, ni jahannam juu yake. Lakini hawa watu wanafuata chama hiki Labaik wanasema, ninyi mnasema la ilaha illallah kwa juu, hamsemi kwa moyo. Kwa hiyo hawa ni watu wanadai wanajua zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Mungu awalinde watu kutoka katika shari ya watu hawa. Katika riwaya nyingine inapatikana Hazrat Atban bin Malik alisema, alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Hazrat Malik bin Dosham ni mnafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, Malik hasemi la ilaha illallah? Atban akasema ndiyo, anasema la ilaha illallah, lakini yeye hali yake ni tofauti. Mtume sasa akasema, je, yeye haswali swala? Akasema ndio anaswali, lakini swala yake haikubaliwi. Zur anasema labda katika wale watu pia walikuwa wengine wakali sana, sawa na mashekhe wa siku hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu amesema mimi nisitoe rai ya watu, kwa sababu hali ya mioyo Mungu anajua, mimi siruhusiwi kutoa rai yangu.
hazur anasema mwenyezi mungu alimzuia mtume sasema asieleze rai yake, lakini hawa watu wa siku hizi wao wamepewa stakabathi, wamepewa ruhusa ya kudhulumu watu wengine kwa jina la mwenyezi mungu, hususan maulama wa Pakistan. Hazrat Anas bin Malik anasimulia mbele ya mtume sallallahu alaihi wa sallam iliposemwa maneno kuhusu Hazrat Malik, mtume sasema akasema kwamba la tasubu li ashabi, yani umsitukane sahaba yangu. Mtume sallam wakati aliporudi kutoka vita ya Tabuk karibu na Madina, mtume sallam alipomzika alipata wahi kuhusu msikiti wa Dharar. mtume sallam akamuita Malik bin Dosh na Utban bin Adi na akawaambia waende upande wa msikiti wa Dharar. Malik bin Dosham na Utban bin Adi wakafika katika kabila ambalo lilikuwa kabila la Hazrat Malik bin Dosham. Hazrat Malik akasema uniruhusu nilete moto. Kwa yeye akaleta moto kutoka katika nyumba yake, kisha wote wawili wakaenda katika msikiti wa Dharar na wakafika pale karibu na swala ya Maghrib au Isha na wakachoma msikiti ule. Watu wengine walikuwa wakidhani kwamba Hazrat Malik yeye anafuata njia ambayo si sahihi, hata walimuita mnafiki. Lakini huyu sahaba alienda kuchoma makao makuu ya wale manafiki. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya masahaba wao hawa, na Mungu atujalie sisi tuweze kuchunguza hali zetu kwamba je, sisi tunafuata amri za Mwenyezi Mungu kiasi gani. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله